Kuna watu wengi sana wamekuwa wanahitaji kuingia katika tech na kuanza kusikia majina kama software engineer, web developer, na wanaanza kujiuliza kuna utofauti gani baina ya hizi pande mbili, baina ya hawa watu wawili, na ni ipi bora? Yeye anahitajika kujikita upande upi? Awe nani? Awe software engineer ama web developer? Lakini hapo hapo inabaki ukweli ni kwamba watu wengi ikiwemo na hawa ambao wanajiuliza wamekuwa wakichanganya na kushindwa kutofautisha baina ya hizi pande mbili ama hawa watu wawili, na upande mwingine unajikuta unaingia katika sehemu ambayo sio sahihi kwako. Baina ya software development na web development, tofauti yao iko wapi? Hawa watu wanafanya kazi gani haswa ambazo zinatofautiana? So baada ya kuangalia video hii, inategemea utaweza kujua basi tofauti iliyopo baina software engineer na web developer, na kuona wanafanya kitu gani haswa ambacho kinawatofautisha, na wewe upande gani ambao unatakiwa uweze kujikita nao kutokana na vitu ambavyo unahitaji kuvifanya. Kwanza tuanze na web developer. Web developer ni mtu ambaye anatengeneza vitu ambavyo vinafanya kazi ambavyo vimebase katika web. Mfano website mbalimbali ambazo unazitembelea, hizo zimetengenezwa na hawa web developer. Web apps tofauti. Web apps na website, inawezekana ukashindwa kutofautisha hivi vitu viwili. Kama ni hivyo, niambie katika sehemu ya comment ili video inayofuata tuje kuangalia tofauti iliyopo baina ya website na web apps. Watu wamekuwa wanachanganya baina hivi vitu na kushindwa kutofautisha. So kama na wewe hauelewi, niambie katika sehemu ya comment. Katika lugha rahisi kabisa, web developer anajenga vitu ambavyo vinatumika katika web browser. Simple, unaweza kuelewa hivyo. Kwa mfano, let's say unafungua website ya biashara kupitia simu yako, una login katika hiyo site na unafanya manunuzi. Yote hayo yanafanywa na web developer, ndiye ambaye anatengeneza huo mfumo. Sasa kuna aina tatu ya hawa web developer, nitawagusia leo, lakini nitakuja kuongelea kiundani siku nyingine. Kuna front end developer, kuna back end developer ambaye ana deals na logic na data. Front end ana deal na ule muonekano. Full stack, yeye sasa anajua vitu vyote ambavyo vinafanywa na front end na back end. Anaweza kuact kama ni front end, anaweza kuact kama ni back end, na ndio maana tukamuita full stack. So web development, fahamu kwamba ni sehemu maalum katika tech ambayo imebase katika web, katika browser. Lakini kwa upande sasa wa software engineer, huyu ni nani? Huyu ni mtu ambaye anatengeneza software kwa upana zaidi, na sio tu amebase katika web. Hapana, anatengeneza software kwa upana zaidi. Ana uwezo wa kutengeneza mobile apps, desktop application, system kubwa za makampuni, game system, hata embedded system. Ana uwezo wa kutengeneza vitu vyote hivyo, huyu software engineer, tofauti na web developer ambaye amebase katika web. Lugha rahisi kabisa, fahamu kwamba software engineer anatengeneza solution yoyote kwa kupitia software. Sasa tofauti iko wapi baina ya software engineer na web developer? Tofauti kubwa na rahisi, nataka unisikilize vizuri na kuweza kutofautisha. Web developer amejikita katika web, lakini software engineer anaangalia software katika mapana yote. Ama ili uweze kunielewa, maybe bado nakuchanganya, fahamu kwamba web development ni sehemu ya software engineering. Natumai utakuwa umenielewa sasa. Software engineer ana uwezo pia wa kutengeneza hizo website, web apps tofauti. Anaweza fikiria, web developer ni kama vile fundi wa kujenga nyumba za aina moja ambazo ni website, tuchukulie. Lakini software engineer ni yule engineer ambaye ana uwezo wa kujenga majumba, madaraja, barabara, majengo makubwa. Maana yake kwamba ana scope kubwa zaidi kuliko huyu web developer ambaye anajenga nyumba za aina moja. Lakini sishi hapo, ili unielewe zaidi kabisa nikulete katika maisha halisia. Jaribu kufikiria, jenga kampuni kubwa hapo. Web developer atakuwa ni yule mtu ambaye atakuwa anatengeneza website ya hiyo kampuni na kuhakikisha inafanya kazi vizuri katika browser. Lakini software engineer sasa anakwenda kutengeneza mfumo mzima wa kampuni, backend system, integration, automation. Yote anafanya software engineer. Kwa nini sasa imekuwa watu wanawachanganya baina hawa watu wawili, software engineer na web developer? Kwa sababu watu wengi wamekuwa wakianza na web development and then wanaanza kujifunza kidogo coding, wanaanza kujiita software engineer. Kumbe ukweli ni kwamba software engineer inahitaji deep problem solving, system design na kuelewa architecture kwa ujumla, na sio tu kuishia kutengeneza website umemaliza. Hapana, ishii hapo. Sasa web developer, unaweza kuwa software engineer? Jibu ndio, unaweza kuwa. Lakini sasa ni lazima uweze kuexpand skills zako. Uanze sasa kuelewa masuala ya systems hizi kubwa, issues za scalability, architecture,
tofauti za platform mbalimbali, unatakiwa uweze kuelewa kama unahitaji kupanda juu hadi software engineering. Sasa pengine wewe ambao unatazama video hii unajiuliza, sasa mimi niingie upande upi? Niwe web developer ama niwe software engineer? Kama unahitaji kuingia katika web development, ni rahisi sana kuingia na imekuwa ikionekana ni sehemu ya haraka sana kukupa wewe uwezo wa kutengeneza mifumo ambayo imebase katika web. Na imekuwa ikionekana ni friendly sana kwa beginner. So kama wewe unahitaji kuanza, unaweza kuanza na web development. Lakini sasa kwa upande wa software engineering ipo deep zaidi na inahitaji muda. Na kama ipo hivyo, maana yake kwamba hata opportunity zipo nyingi sana kama utakuwa software engineer. Kama utasahau yote ambayo nimekuelezea leo kupitia video hii, labda nikupatie mistari mmoja mmoja ili uweze kuikumbuka na usiwe umeondoka mtupu katika video hii na uwe unajua tofauti iliyopo baina hivi vitu. Fahamu kwamba web developer ni web pekee, lakini software engineer ama software engineering ni software nzima. Kama utakuwa umenielewa, basi kupitia hiki ambacho nimejaribu kukusogezea kidogo cha kukuelewesha tofauti iliyopo baina ya software engineer na na web developer, natumai utakuwa umeshapata tofauti iliyopo. Kama mtu atakuuliza, wala usiogope, mwambie kwa ufupi kabisa, web developer just ni sehemu ya software engineering. Web development ni sehemu ya software engineering. So tunacheza umo, just kuna tofauti mdogo tu baina ya hivi vitu. Kama ulikuwa haufahamu mpaka unatazama video hii tofauti iliyopo baina hizi pande mbili, niambie katika sehemu ya comment hapo. Lakini kama ulikuwa unajua tofauti iliyopo na unaweza kuelezea tofauti iliyopo baina hizi pande mbili ama hawa watu wawili kwa njia yako, hem tuelezee hapo chini tupate na sisi kujifunza zaidi na kujua tofauti nyingine iliyopo baina ya software engineer na web developer. Sina la ziada, like video hii, share na wengine nao wapate kuona tofauti iliyopo baina hizi pande mbili na wajue wanaingia wapi kabla ya kuweza kuingia huko bila ya kutambua wanaenda kukutana na nini. Asante sana, tukutane video inayofuata. Una swali lolote, kuna kitu chochote ambacho kinakutatiza, kinakuletea confusion, niambie pia katika sehemu ya comment. Pamoja tutakuja kujadili na kujifunza hapa na kukua pamoja na kufungua basi akili zetu kutambua vitu mbalimbali. Asante sana.